ni klabu zimewakosea ama wenye mamlaka soka wamewakosea mashabiki wa soka? Wenye mamlaka wamewakosea. Na moja ya kitu ambacho nimekipenda leo hii mashabiki wamegundua adui yao ni nani. Yes, kuwasikiza wengi wanalia na bodi ya ligi, wengi wanalia na TFF. Kwa sababu hawa ndio ambao wamegaidisha mchezo, kwa sababu walikuwa na mamlaka ya kufanya mchezo uwepo, lakini kwa sababu ambazo wao wanatiliwa ambazo sio za msingi wameweza kuahirisha mechi. Na ukifuatilia kuna kitu kigusia Hamisa pale, kuna vitu unaweza kuvifanya leo vya kufanya siku inayokuja huko mbele usifanye kitu kingine kizuri, kwa sababu tu uko nyuma shei kuharibu. Kwa sababu haya series ya makosa ambayo bodi na TFF wamekuwa wakifanya kwenye issue za maamuzi inawagumu wao kuweza kubadilisha, japokuwa wana nafasi ya kuweza kubadilisha, kwa sababu kama ulikosea sana huko nyuma haimaanishi kama kifika wakati ambao unataka sasa ubadilike uanze kufanya vizuri upo. Na mimi naamini sasa hizi tumefika wakati wa TFF wa bodi ya ligi kuweka busara pembeni, masuala yaanze kuamuliwa kufuata kanuni ambazo tunaziweka, kama kweli kuna lengo la kukuza soka la Tanzania. Na hii haitaki tu kuanza na bodi ya ligi, inataki ianze pia na hizi club. Kwa mfano kwenye hili swala mimi nikiangalia Yanga naona wana sehemu nzuri ya kuweza kustaarabisha hili jambo. Yani ukiachana na Yanga kustaarabisha, umezungumza bodi ligi wachukue kanuni kwa kile ambacho kipo. Kwenye kanuni ulikuja zungumza kanuni ambayo timu mwenyeji ikimnyima mgeni haki ya kufanya mazoezi. Kanuni zinatakiwa nini kifuate? Zinataka mechi ikairishwe ama iwaadhibu ile timu ambayo imeshindwa kutoa haki ya msingi na takwa la kikanuni kwa timu ngeni? Hilo linafanyika baada ya mechi kuchezeka. Ndio maana kuna kitu hapa Hamisa amekisema, unapodai haki timiza wajibu. Okay. Kwa hiyo haki ya kufanya mazoezi ipo. Na endapo wewe timu mwenyeji ukimzuia mgeni kufanya mazoezi, adhabu ipo. Ambapo utapigwa faini na vitu vingine kama hivyo. Lakini hao maamuzi yanakuja baada ya mechi. Sisi tuliona Simba wao walifanywa vurugu walipokuwa pale Pamba. Pamba si lazibiwa. Kwa hiyo Simba yeye haitakiwa atimize wajibu wa kupeleka timu wapi? Uwanjani. Nakumbuka tukio ukiachana na tukio la Pamba, tukio ambalo linawiana la Simba na Yanga ilikuwa ni msimu jana mkoani Kagera pale Kaitaba, wakati Kagera Sugar inaikabili Azam FC. Azam wanakwenda uwanjani, Kagera walizima taa za uwanja maksudi na mechi ilikuwa inatakiwa ichezwe usiku. Kwa hiyo Azam wanatakiwa afike pale saa 1 kwa ajili ya kufanya mazoezi, taa zimezimwa. Meneja wa uwanja alipoulizwa akasema, na katibu wa FA pale Kagera akasema yeye hajui kitu chochote kinachoendelea na wala hakupewa maelekezo ya kuwapatia uwanja ama wahizo taa kuweza kuwashwa. Kagera Sugar nao alipoulizwa akasema sisi hatuna uwanja unamilikiwa na nini. Kwa hiyo mambo yalikuwa kwa namna hiyo. Bodi ya ligi ikaja ikaadhibu Kagera Sugar kwa kile ambacho kilitokea. Sasa mbona kwani Azam aligomea mechi? Azam walicheza. Kwa sababu ni Azam, sio Simba wala sio Yanga. Kwa hiyo hata Simba pia walitakiwa watimize hivyo. Sasa hiyo umesema kwa sababu sio Simba sio Yanga, ni swala ambalo wao wenyewe bodi wameweza kulifanya. Kwa hiyo umefika wakati sasa mimi naamini wa kuweza kunyoka zaidi mambo yaende vizuri. Nani anyoke? Bodi ya ligi inabidi waanze kunyoka. Kwa hiyo kufanya maamuzi. Kwa bodi ya ligi kwa hiki kama kuna msikilizaji hapa aliandika ujumbe akasema Wastara walichokataa bodi ya ligi kuruhusu taratibu za mchezo uendelee, wameogopa kuikata alama 15 Simba Sports Club. Sawa. Na kama wameogopa, kama bodi ya ligi inaiogopa timu, kuna haki ama haja ya wao kuendelea kuwapo hapa ambako wapo? Hakuna sababu ya wao kuendelea kuwepo hapo, kwa sababu kishaona unafanya hivyo maana wewe kwenye hivyo viatu utoshi. Sasa ile uthibitisho kwamba wewe utoshi, inabidi wenye mamlaka ya juu ambao ni nani? Nilikuwa nakuja huko. Okay. Waweze kuingilia hapo kati. Wanaingiliaje kati? Na maana nikasema Yanga ana nafasi ya kuweza kustaarabisha hili jambo. Amefanya kila kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa kwenye huu mchezo. Amefika kwa wakati. Ile swala la kuingia mlango sio rasmi na alikuwa peke yake, hiyo taadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Lakini uwanjani amefika, amefanya warm up, line-up ikatoka na tumeiona wote. Na mechi mpinzani hajatokea uwanjani. Kwa yule msikilizaji ambaye afahamu, Yanga wameingia uwanjani kwa mlango sio rasmi. Sio rasmi. Na alikuwa peke yake. Simba yuko uwanjani, Yanga yuko peke yake. Yanga yuko peke yake na kaingia uwanjani na mlango mwingine. Ambacho mimi nawashauri Yanga fans. Ndio. Ili wao ndo wawe
daraja la kustaarabisha mpira na kanuni kufuatwa. Na shauri waende CAS kwenye kamati kwenye mahakama ya usuluhisho michezoni. Unasemaje Sajigwa? Na washauri Young Africans wakiongoza na rais wao Haris Said waende CAS. Wakienda CAS kukata rufaa kuhusiana na hili swala mechi kurudiwa. Yaani endapo kwa maana bodi ya ligi ikitangaza mechi tarehe ya mechi nyingine. Yanga wasicheze. Wakija na maamuzi tofauti. Na ya kumpa ushindi mtu ambaye alifika kwenye kituo cha mechi na kumwadhibu ambaye hakufika kwenye kituo cha mechi. Yanga waende CAS. Sasa wao taarifa wamesema wataupangia mchezo muda, hawajasema kwamba watakuja na suluhisho la kesi. Paka hapo kwamba mechi itachezwa. Itachezwa paka hapo Yanga waende CAS. Yanga wenyewe wamesema hawachezi. Sasa hawachezi ili kupata haki zaidi. Waende juu. Na ujue wa Stara ukiangalia kwenye hizo kanuni kuna watu wameuliza sana maswali, jambo inabidi tuliwekea ufafanuzi. Ukiangalia kesi kanuni ambayo inamhukumu yule ambaye atamzuia timu mwenyeji kupata haki yake ya kuingia uwanjani, ukiangalia adhabu yake si kubwa. Lakini huyu ambaye ataleta timu adhabu yake ni kubwa. Unajua kwa nini? Kwa sababu huyu havunji tu kanuni ya ligi husika, anavunja sheria 17 za mpira ambayo ni sheria ya 3. Ambayo ili mpira uchezwe, cha kwanza lazima kuwe kuna uwanja, cha pili lazima kuwe kuna mpira, lazima kuwe kuna wachezaji. Sasa ina maana bila wachezaji mechi haiwezi kuchezwa. Mechi ya mpira wa miguu ni mechi ya pande mbili. Ndio maana pale wakaweka clarifications zingine, sio kwenye jezi, wavae jezi tofauti ili waweze kutofautishwa. Wachezaji wakiwa pungufu kati ya pungufu sijui ya 7 hawezi kucheza. Ina maana umevunja kanuni ya 3, ya sheria ya 3 ya mpira wa miguu, ambapo tunajua katika kanuni 17 za mpira moja wapo tu isipotimia uwanjani, mechi ya mpira wa miguu haiwezi kachezwa. Ndio maana unaona adhabu yake hii huwa ni kubwa sana pale ambapo timu inajichukulia maamuzi wenyewe kutokupeleka timu uwanjani pasina kuwa na sababu ya msingi. Ndio maana unaona hii ya kutokupeleka timu uwanjani inakwamisha mechi. Ndio maana Yanga ameenda hajacheza. Lakini ya kumzuia mtu asiingie uwanjani haikwamishi mechi. Kwa sababu hiyo ni kanuni tu ipo, na ni kwamba timu tayari ilisha train. Ndio maana tunasema kwamba hakukuwa na sababu ya msingi ya mechi kuweza kuahirishwa. Maana mimi narudia hapo kwa Sajigwa, kama Yanga watu kuwa vinyonga kwamba sasa hivi wamekubali kwamba wachezi mechi, lakini baadaye wakaja wakalainika wakacheza mechi, it's okay. Lakini kama watu kwa vinyonga watasimamia kwa kitu ambacho wanakiamini, wao wanatakiwa kwa daraja hichi kitu kuweza kukomesha, kwa sababu tunazidi kulia vitu ambavyo baadaye tutashindwa kuja kuvitatua pale ambapo Kagera atafanya hichi kitu alafu atauliza mbona huyu alifanya kuadhibiwa mimi naadhibiwa. It's a double standards tunazitengeneza hizo. Na hapa tulikuwa malizia sasa wakishaenda CAS Yanga ambacho kitafanyika, hii kesi juu ikipelekwa CAS ni kesi nyepesi sana. Inakuaje? Ambapo CAS atairudisha tu kwa bodi. Wafanye review. Atauliza kwanza sababu ya kuahirisha mechi ambayo ipo kikanuni ni ipi. Okay. Utaambia bwana watu walizuiwa kuingia si kufanya mazoezi. Hiyo ipelekee mechi ugairishwe. Maana huyu ambaye itakiwa ambaye alizuia mtu asiende uwanjani kufanya mazoezi ana adhabu yake. Itakiwa adhibiwe. Huyu ambaye aligoma kuingia uwanjani kuja kuleta timu uwanjani adhabu yake ni ipi? Watarudi kwenye kanuni. Kama ni kukatwa alama yake itakiwa akatwe alama. Maana maamuzi ya mwisho ya bodi itabidi yatarudi kule kwenye kanuni. Bwana Simba wewe uligomea mechi, adhabu ni hii. Wewe ulimzuia huyu mtu asiende uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, kwa mujibu wa kanuni adhabu ni hii. Baada hapo mjadala unakuwa umeisha na mechi haichezwi. Mwenye haki ambaye anaenda uwanjani atapata, huyu ambaye alizuia watu kufanya mazoezi ndiye atapata adhabu yake. Huo mjadala utakuwa umeisha. Na ndio maana mimi kuna muda nilipost kwenye Instagram, nikachukua ile barua ya CAF ya CAF tena ya bodi ya ligi nikaiweka pale. Ndiyo. Nikachukua na mfano wa mechi ya finali ya ligi mabingwa barani Afrika 2019. Ndiyo. Baada ya Esperance de Tunis na Wydad. Hii ilikuwa ni mechi ya mkondo wa pili. Mei 31, 2019. Hii mechi walifika uwanjani wakacheza. Dakika ya 59 Wydad walipata goli la kusawazisha. Goli ambao Ryan 2 alisema ni offside. Na okay. Kufika kuanzia hatua robo finali kwenda mbele kunakuwa na matumizi ya VAR. Ikabidi Wydad wamwambie mwamuzi, sisi tunavyoona ile goli halina kipengele. Nenda ka review, mwamuzi ya kwenda ku review kwa sababu VAR ilikuwa imewekwa pale ilikuwa ni gereshi haifanyi kazi. Wydad wakagomea mechi. Licha ya kwamba rais wa CAF kipindi kile Ahmed Hamid alishuka toka jukwani mpaka chini anawashawishi Wydad bana chezeni tu mechi, wakagoma wakatoka uwanjani, mechi ikafa pale.